the world. Na wasalimu tena siku nyingine jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana akubariki mahali popote ulipo. Wale wote ambao wanatazama wanisikiza wakati huu, tunapoendelea na mada yetu ya maombi na kufunga. Na siku ya leo tutaendelea kama vile Mungu atakavyotujalia, ni kwa sababu ni siku yetu ya 15. Ni asante kwa sababu ya kila mmoja wetu ambaye tunafuatilia. Nina matumaini ya kwamba kuna jambo unaenda ukijifunza siku baada ya nyingine. Asante kwa sababu ya jioni ya leo na siku ya leo. Tunaendelea pia katika hali hiyo, lakini leo nataka tuegemee upande wa kuweka wakfu mwaka huu, kwa sababu haya ndio maombi yetu ya mwaka ya Januari. Tunajua ya kwamba tuko katika maombi ya siku 21 ya mwaka huu, na sitarudia sana mambo ya jana, lakini tulijifunza kuhusu kuchukua silaha za vita za Mungu ili kusimama imara tuweze kupigana. Na hizi silaha lazima tuzichukue wakati huu wa maombi na zitakuwa msaada wetu. Nataka tuende katika maombi ya kuanza na tuweze kuendelea. Amini tu mahali ulipo, na kumbuka ya kwamba katika hali hii ya maombi Mungu anaenda kukutana na haja na mahitaji yako yote. Kabidhi mambo yako yote kwa Mungu, na ninaamini ya kwamba haitakuwa vile ilivyokuwa mwanzo, lakini utaendelea ukibadilika na ukipata ufunuo mpya na nguvu mpya za kushindana na majaribio, hata na katika dhiki na shida, na utakuwa mshindi. Tuombe. Baba, asante kwa sababu ya siku nyingine ambayo umetupa. Asante kwa sababu ya ulinzi wako tangia asubuhi mpaka wakati huu. Sisi tumekuwa na hali iliyokuwa ngumu katika mchana kutwa. Wengi walisafiri, wengine walitoka wakaenda kazini, wengine wamekuwa na shughuli nyingi, Baba wa mbinguni, mahapa na pale, tukijua ya kwamba hata ni wakati wa kurudisha watoto shule. Na Baba wa mbinguni, najua ni wakati mzito. Asante kwa sababu umetuneemisha na neema yako, umetuhurumia Bwana na rehema zako ambazo ni mpya kila asubuhi, na kwa sababu umetupa na nafasi tena Bwana wa majeshi, tukushukuru. Tunanyenyekea ili wewe utukuke, utuongoze katika awamu hii tunapojongea mbele zako Mungu wetu. Roho wako Mtakatifu atuongoze kwa kila jambo. Tunajikabidhi mikononi mwako, tukijua Baba u pamoja nasi, na Baba wa mbinguni utaendelea kuwa pamoja nasi. Tupe nguvu Baba wa mbinguni, tupe neema Bwana wa majeshi na hekima na ufahamu, hata Baba wa mbinguni roho wa utafakari na hata wa ufunuo. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Naombea msikilizaji wangu Baba na mtazamaji wangu mahali popote alipo, ili Baba wa mbinguni ombi ambalo tunaenda kuliomba Mfalme likaweze kuwa na nguvu na likaweze kuwa na uwezo katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumeomba na kuamini. Ni asante kwa sababu ya siku hii. Ni siku ambayo ni ya maana, ni siku ambayo ni ya muhimu, na ninataka tuegemee katika maombi ya kuweka wakfu mwaka huu wa 2026. Na ninaamini ya kwamba kuna kila watu walipewa ujumbe wa mwaka huu tofauti kulingana na vile Mungu alivyoona. Na Mungu hupeana zawadi zake ama hupeana mwelekeo wake kulingana na vile anavyoona inastahili. Kila watu hupewa kulingana na jinsi walivyo na mahali wamefika pamoja na Mungu wao. Na mwaka huu Mungu aliweza kutunenea na akasema ni mwaka wa divine order and divine connection, divine alignment. Na kwa hivyo ni wakati mzuri tuweze kwenda katika maombi ya mwaka huu tukiwa na silaha zote za vita za Mungu, kwa sababu vita vyetu sio vya mwili na damu, lakini ni vita vya kupambana na mapepo na falme za giza. Kwa hivyo tunahitaji kuwa na maombi na mwelekeo ili tuweze kuweka wakfu mwaka huu mikononi mwa Mungu. Siku hii leo Mungu Roho wa Bwana amenielekeza tuweze kuwa na ombi hili, na itakuwa ni ombi ambayo tunaelekezwa pia na maandiko. Kwa hivyo tunapoingia katika ombi letu la kwanza, tunaweka mwaka huu mikononi mwa Mungu. Tunaweka mwaka huu wakfu mkononi mwa Mungu tukielekezwa na neno katika kitabu cha Methali 16 aya ya 3, na inasema hivi: mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yote yatadhibitika. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam hata wabaya kwa siku ya ubaya.
Kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo mbele za Bwana. Hakika hatakosa adhabu. Neno hili linasema na linatuelekeza kabidhi mambo yako yote, ndugu na dada, mwaka huu, yale ambayo unakusudia kuyatenda. Haijalishi kama ni mazito, ndio unaweza kuwa umelemewa, lakini neno linahimizo, kabidhi mambo yako yote kwa Bwana. Maana ukikabidhi mambo yote yako kwa Bwana, unayokusudia kutenda, atayafanikisha. Hilo ni neno katika kitabu cha Methali 16 aya 3, na ni neno lenye nguvu sana. Maana sisi wenyewe hatuwezi, wakati mwingine tunashindwa, lakini tukimkabidhi Mungu anaweza kila kitu. Fahamu ya kwamba yeye ndiye amekuweka na anajua kila jambo unayokutana nayo. Anajua haja na hitaji, anajua uzito ulio mbele zako, anajua kwa mwaka huu utakutana na nini. Kwa hivyo tukabidhi mambo yetu yote kwa Bwana. Na tuombe, kwa sababu taendelea tukiomba tunapoweka mwaka huu mikononi mwa Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu wa mbinguni, tunaweka mwaka huu mikononi mwako. Tunakabidhi mipango yetu, ndoto zetu, familia zetu, huduma zetu na kazi zetu kwako. Uwe Bwana wa mwaka huu kuanzia mwanzo hadi mwisho, katika jina la Yesu Kristo. Falme, hatuwezi bila wewe. Tunajua hakuna kitu tunaweza kujisaidia nacho, lakini Baba, ukitutangulia utatusaidia na utatuwezesha kupiga hatua, na hata Baba wa mbinguni kukamilisha. Twaweka mwaka huu mikononi mwako, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Ninaamini ya kwamba kuna mtu ambaye ana mahitaji na shida. Kuna mtu amejaribu kufungua milango, imeshindikana. Kuna mtu amejaribu kung'ang'ana na biashara, lakini zimeshindikana. Pengine unawazia hata katika mawazo yako, pengine kuna mtu ambaye amefanya jambo, lakini ukikabidhi hiyo biashara yako, mahitaji hayo yako, milango iliyofungika, mambo ambayo yamekushinda, bila shaka utapata kuona nguvu za Mungu, kwa sababu Bwana yu pamoja nasi, na mwaka huu amesema anaweka mambo yote katika wema wake, katika njia zake. Jina la Bwana lisifiwe. Napoendelea na ombi letu la pili, na ombi letu la pili ni ombi la uwepo na uongozi wa Mungu. Uwepo na uongozi wa Mungu. Wakati mwingi huwa tunajiongoza, na hata wakati mwingine tunajidanganya kwamba tunaongozwa na Mungu, lakini yote ambayo tunafanya ni yale tumejiongoza. Na kuna jambo nataka hapa kuelezea kitambo tuingie katika hilo ombi. Kama unataka Mungu aweze kuingilia katika mambo yako, si umwachilie na ukamuulize swali, hii ndiyo njia niifuate? Bwana atakunenea na atakuonyesha. Wakati mwingine tunafikiria ni sisi huwa tuna bidii, pengine kuamka mapema, pengine kujitaabisha, pengine unafikiria ni bidii yako imekufikisha mahali fulani, lakini sio hivyo. Lakini wakati unapojipeana kwa Mungu akuongoze. Nataka tuweke mwaka huu katika mikono ya Bwana, na tumwambie Bwana atuongoze, tutembee naye, tuweze kufanya mambo yote, atutangulie. Kumbuka kuna wakati Musa, Mungu alimwambia aende, atatuma malaika. Musa akamwambia hapana, kama hauendi nasi tuambie tutoke mahali hapa. Musa alijua kama hawataenda na Mungu hawawezi kufanikiwa. Nasi mwaka huu ningeomba tuweze kuingia katika hili ombi ambalo tutaongozwa na neno la Bwana katika kitabu cha Kutoka. Ni katika kitabu cha Kutoka mlango wa 33 aya 14, ambayo inasema hivi. Aya 14, akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako? Bwana Yesu asifiwe. Bwana atubariki. Neno hili Musa aliweza kumnenea Mungu. Unajua alikuwa ni mtumishi wa Mungu wa maana sana. Aliweza kujua kama hawatatembea na Mungu
haitajulikana na wanadamu, maana nguvu za Bwana zilipotembea na wewe hauwezi jambo lolote. Bwana atakubariki unapofikiria kuweka uongozi wote kwa Mungu akuongoze. Bwana atakuongoza mwaka huu, hata kuacha, hutaenda peke yako. Unafaa kukiri katika kinywa chako, mimi sitaenda peke yangu, nakabidhi mambo yangu yote Mungu ayaongoze. Na ninakwambia utapata kuona tofauti sana ya mambo yako ambayo Bwana atakuongoza. Tuingie katika hili ombi ambayo nataka tu kuelekeza, maana siku ya leo Bwana amenielekeza tuwe katika maombi. Baba, Mungu mwenye nguvu na uwezo, twakuomba Mfalme, mwaka huu usituache tutembee peke yetu. Mwaka huu tutangulie mbele yetu Bwana. Tembea pamoja nasi na uongoze kila hatua yetu. Baba wa mbinguni, mawazo yetu twayaweka mikononi mwako. Huduma zetu na kazi zetu na familia zetu, tuongoze kwa kila jambo Bwana wa rehema. Maana tumejua Mfalme, tutakapoenda bila wewe hatutafanikiwa. Musa akakuuliza atajulikanaje pamoja na wao? Sisi Baba wa mbinguni, tusipotembea nawe, usipokuwa mbele zetu tuongoze, itajulikanaje Baba uko pamoja nasi? Twaweka Baba mambo yote Mfalme, utuongoze kwa mwaka huu mikononi mwako Bwana wa rehema, hadi mwisho Mfalme wa wafalme. Na ninaamini Baba tutakuwa na ushuhuda ya kwamba Bwana wa majeshi tumeona makuu na ya ajabu. Pokea sifa Bwana unapotuongoza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante kwa sababu ya kuongozwa na Bwana. Tunapoongozwa na Bwana kwa kila jambo, katika maombi, ukiongozwa na Bwana katika maombi, katika ibada, katika sala, katika maabudu, katika sifa, bila shaka hautaachwa nyuma, na bila shaka utaona nguvu na pia uwezo wa Mungu. Tunaingia katika ombi letu la tatu, ambalo ni ombi la ulinzi wa Mungu kwa mwaka mzima. Ulinzi wa Mungu kwa mwaka mzima. Biblia inasema tusitegemee mwanadamu, maana wale wanaotegemea mwanadamu wanalaaniwa. Sisi mwaka huu mzima ni vizuri uikubali kuomba ulinzi, sio kwa mwanadamu lakini kwa Mungu. Niamini watu wengi huwa wanafikiria ni nguvu zao, wengine hutumia pesa ili wapate ulinzi. Lakini neno la Bwana linasemaje katika Zaburi? Nyumba isipolindwa na Mungu, wakeshao ukesha bure. Jiji lisipolindwa na Mungu, wale wanajitaabisha usiku kucha, walinzi ni bure. Tukabidhi mwaka huu na mambo yetu yote katika mikono ya Bwana kwa ulinzi mwaka mzima. Watoto wako waweke mikononi mwa Bwana kwa ulinzi. Mungu awalinde wakiwa nyumbani, wakiwa shuleni, wanapotembea, wanapocheza. Biashara yako iweke katika ulinzi huo. Tumeshuhudia mioto ikitokea, tunashuhudia wezi huiba, tuna mambo mengi ambayo tumeshuhudia. Tunashuhudia watu wengi ambao wameajiriwa huharibu hiyo kazi. Tuweke ulinzi wa kazi zetu, wa maisha yetu, wa familia zetu mikononi mwa Mungu. Na tukiweka pale, bila shaka tutaona uweza wa Bwana. Kuna mambo mengi katika siri ambayo hatujui, na Mungu ataweza kulinda kwa sababu yeye hasinzii wala hawezi kulala. Tuongozwe na kitabu cha Zaburi mlango wa 121 aya yake ya 8, kitabu cha Zaburi. Na ninaamini ya kwamba Mungu atakuwa mlinzi wetu. Zaburi ni 121 aya ya 8. Inasema hivi: Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Ukimkabidhi, hii ni ahadi ya kwamba Bwana atakulinda. Atalinda nafsi yako, atalinda familia yako, atalinda kazi yako, atakulinda na mabaya na waovu. Atakuondoa katika zile kundi ambazo sio nzuri. Sio ulinzi tu wa vita na dhiki na magonjwa, hata marafiki wasio wazuri akulinde, kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa kuweka laini mambo yote. Kwa hivyo Mungu atakulinda ukiomba, ukiweka mambo
yako yote katika mikono ya Mungu. Na tuombe Baba, tunaweka mwaka huu chini ya ulinzi wako wa kimungu. Tuhifadhi na mabaya yote, ajali, magonjwa na hila zote za adui. Bwana, ondoa attacks za aina yoyote. Bwana, tulinde na generational curses. Bwana wa majeshi, tuondolee Bwana, hata Baba wa mbinguni, mitego tunayotegewa. Ondoa Baba maneno maovu yaliyonenwa kinyume na sisi. Jehova Father, hata Mfalme, silaha zote zinazoinuka kinyume na sisi unaenda kutulinda. Mwaka huu Bwana wa majeshi, tunatembea chini ya ulinzi wako. Familia zetu twaziweka chini ya ulinzi wako, katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi, utuhifadhi tunapotoka Baba wa mbinguni na hata tunaporudi, kama neno lako lisemavyo. Bwana wa majeshi, Bwana, utatulinda sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen, amen. Amini huko chini ya ulinzi wa Bwana katika hali zote. Tuingie katika ombi letu la 4, ambao ni ombi la mpangilio na mwelekeo wa Mungu. Wakati mwingine huwa tunakosa mwelekeo na kujua mpango wa Mungu ni gani. Biblia inasema ni vizuri tunapoomba kulingana na mapenzi ya Mungu, Mungu anatimiza. Ikiwa hatutaomba ama tuwe na mwelekeo wa Mungu na mpangilio wake, basi hatutapata majibu. Lakini ni mwaka wa kuweka mambo yote katika mpangilio na mwelekeo wa Bwana. Katika Mithali, ambayo ni Mithali 3:5 na aya yake ya 6, neno la Bwana linatufundisha kitu hapa. Mithali 3 na aya yake ya 5 na 6, ambayo inasema hivi: mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukijiepusha na uovu. Haleluya. Mpangilio wa Mungu ni kumcha Bwana, ni kuweka mambo yote kwake, ni kumtumainia yeye. Weka tumaini lako kwa Bwana. Hata yale hayawezekani, weka tumaini lako kwa Bwana. Hata yale yamekushinda, tumaini Bwana, hata hawezi shindwa. Kwa hivyo ni vizuri tunapoomba ombi hili na uendelee kuliomba, kwa sababu tunaomba na tukiweka mwaka huu wakfu mikononi mwa Bwana. Bwana, leta mpangilio wako wa kimungu katika maisha yetu. Ondoa machafuko, kuchelewa na ukosefu wa mwelekeo. Tuelekeze katika njia zako. Tuonyeshe mapenzi yako Bwana. Tujulishe Baba njia zako Mungu wetu. Si utufahamishe Bwana ili tuweze kuzijua. Tusijiongoze wala kutegemea akili zetu. Tusiegemee kwa wanadamu Mfalme. Lakini mwaka huu tunakutumainia ya kwamba unaenda nasi Bwana wa majeshi. Na Baba wa mbinguni, tutafanikiwa kwa kila jambo. Sifa zote ni zako Mungu wa rehema. Asante kwa sababu Bwana mwaka huu Mungu wetu utatupa mwelekeo, na Baba wa mbinguni mpangilio wako utaweza kuwa pamoja nasi kwa kila jambo tutakuwa tukipanga Bwana. Hatutapanga mambo ambayo ni yetu, lakini tutapanga Mfalme yale ambayo ni makusudi yako. Jina lako Baba litukuzwe na hata liinuliwe. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Mwaka huu weka mpango wako kwa Mungu. Weka mwelekeo wako kwa Mungu. Muulize Bwana, unahitaji nifanye nini? Kwa sababu usipomuuliza haitakufaidi chochote. Angalia wale ambao ni mitume walioishi na manabii. Hawangeenda kufanya jambo lolote bila kuhuzisha Mungu. Lazima wangetafuta manabii, lazima wangetafuta watumishi ili wapewe mwelekeo. Hata wafalme waliopigana vita hawangedhubutu kwenda vitani bila hata kuinquire. Walikuwa lazima wangetafuta njia. Nawe mwaka huu weka mpango wako kwa Mungu, mipangilio yako, mwelekeo. Uliza Mungu, nifanye nini? Ndio unazimia jambo fulani, lakini kabla hujatekeleza, muulize Mungu, atakupa mwelekeo. Na akikupa mwelekeo utafanikiwa. Bwana akubariki sana. Mwaka huu ni wa kutafuta mwelekeo wa Bwana, ni kwa sababu ni mwaka wa mpangilio wa Mungu. Ombi lingine katika kitabu cha Petero wa pili, mlango wa 3:18, ambalo ni ombi la ukuaji wa kiroho. Katika kitabu cha Petero
ili tuenze kujifunza jambo fulani katika kitabu cha Petero, na neno linasema hivi, waraka wa pili wa Petero waraka wa pili wa Petero 3 na aya yake ya 18. Neno hili linasema hivi ambalo linatuongoza 18. Lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo, utukufu una yeye sasa na hata milele. Kukua kiroho. Tamani, mtu wa Mungu, tamani kukua kiroho. Ni wakati wa kutamani. Mwaka huu omba Mungu ukue kiroho. Unapokuwa kiroho kuna mambo mengi ambayo utayajua. Unapokuwa kiroho unamkaribia Mungu. Ni kama vile neno la Bwana husema, mridhiwa hata akiwa yeye yupo, lakini bado hajakomaa, huwa ni sawa tu na mtumwa, maana hawezi kupewa urithi. Urithi wake, ingawaje ni wake, utaweza kulindwa na kukaa chini ya ulinzi wa mtumwa hadi pale atakapokomaa. Nasi watu wa Mungu, mwaka huu tamani ukue, kwa sababu kuna urithi kwa Mungu. Mungu atakuridhia yale unafaa kuyafanya. Wakati mwingine huwa tunajiuliza, na hili ni swali watu wengi hujiuliza, pengine hujawahi kujiuliza, lakini ningetaka tu ni kudokezee kidogo upate kujiuliza. Ni kwa nini wewe na umeokoka lakini kuna mambo yanakushinda? Kuna watu wengine wamepewa nguvu ya kuona kwenye siri. Kuna wengine wamepewa uwezo wa kutafakari hata yale hayajafika. Wengine wanapewa nguvu ya kutabiri. Wengine wamepewa nguvu hizo kwa sababu ni karama ambazo ziko. Hazikuwekwa pale na kubaguliwa, lakini ukikomaa Mungu atakupa. Kwa hivyo ni mwaka wa kutamani ukomae. Tamani kukua kiroho. Tamani kumjua Mungu zaidi. Tamani kumkaribia huyu Mungu zaidi. Na ukimkaribia, vile unaendelea kukua, unakaribia kuridhiwa. Kwa sababu yule mtumwa ambaye amepewa kwa sababu hauwezi kustahimili. Ukipewa ule urithi utakuwa kama mwana mpotevu ambaye aliagiza tu akaenda akaharibu. Lakini ukiendelea na kukua na utamani, mimi nakwambia bila shaka utakuwa na hizo karama. Utakuwa na nguvu hata ya kuponya. Utakuwa na nguvu ya kuona maono. Utakuwa umefunuliwa, kwa sababu hizi siri za mbinguni zinafunuliwa wale wamekuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Sisi ni watoto wa Mungu. Unapokuwa, Mungu atakupa ule urithi. Kwa hivyo ni ombi nzuri sana ambalo ninafaa ili Mungu aweze kukusaidia kukua. Tunapoenda kuiomba, Baba, ongeza njaa na kiu ya neno lako ndani yetu. Tuimarike katika maombi, imani na utakatifu mwaka huu. Tuweze Baba kukua. Tuwe na kimo kama cha Yesu Kristo. Ili Bwana wa majeshi utufunulie siri za mbinguni. Tunapokomaa Bwana, ninaamini ya kwamba Bwana, waliokomaa unawatumia. Unawapa siri za mbinguni, unawapa vipawa vilivyo na nguvu. Naomba kwa sababu ya huyu rafiki na dada na ndugu, ili akomae Bwana wa majeshi, awe na kiu na njaa, aweze kukua Bwana wa majeshi, Baba wa mbinguni, akiongozwa na Roho wako Mtakatifu. Asante kwa sababu utatujalia tuweze kutamani, tuwe na kiu ya kukua na kukua na kimo kama chako Yesu Kristo, ili uturidhie yale yaliyo yetu. Bwana wa majeshi, pokea sifa na shukrani katika jina la Yesu Kristo. Mtazamaji, ni vizuri wakati mwingine kufikiria ni kwa nini huwa mtoto akiwa hawezi kusimamia jambo lolote, huwezi kumridhia. Tumeangalia hata watu wengi ni matajiri, lakini unatazama unaona ameweka will, kwa sababu amewapima. Hakuna hata mmoja pengine amekaribia kuwa anaweza simamia rasilimali ama utajiri huo. Ni kwa sababu ya kutokuwa. Si uwe tu na njaa ya kukua, si uwe tu na kutamani, uwe na hiyo desire ya kukua. Si motive yako iwe ya kukua ufikie kilele ili uweze kuridhiwa na Mungu. Ninakuombea Mungu aweze kusaidia uwe na hiyo kiu ya kukua mwaka huu. Jina la Bwana lisifiwe. Ombi letu la 6 ni ombi la riziki na milango wazi. Ombi la riziki na milango wazi.
Kuna milango ambayo ingine haiwezi kufunguka. Kuna mapepo hayawezi kutoka. Kuna maombi ingine ni magumu. Kuna mambo mengine tunakutana nayo tunashindwa kuyakabili. Lakini nataka tuingie katika ombi hili mwaka huu. Umwambie Mungu mwaka huu ni unaomba riziki na milango iliyo wazi. Kuna milango ambayo inafaa kufunguliwa ambayo ni wewe uliye na ufunguo, ikiwa utaweza kujua siri hii ambayo tutaelekezwa na kitabu cha Wafilipi. Ni mlango wake wa 4:19. Mlango wake wa 4:19. Neno hili linasema hivi. Kitabu cha Wafilipi mlango 4:19. Inasema, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Yesu Kristo. Sasa atukuzwe Mungu Baba yetu milele na milele. Amina. Mungu wetu mwaka huu atujaze. Mungu wangu anijaze na kila haja yangu kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu katika Kristo Yesu. Ni wakati wa kufungua hiyo milango. Mungu wetu akujaze. Ameahidi, ana utajiri. Ameahidi, lakini ukiutafuta ule utajiri utaupata. Kuna milango unafaa kufungua. Mwambie tu Mungu, nifungulie hiyo milango kulingana na utajiri wako, kulingana na utajiri wako, utukufu ulio na utukufu katika Kristo Yesu. Yesu Kristo ndiye mwenye kila kitu. Kwa hivyo ana utajiri wa namna nyingi. Pengine una utajiri ndio, lakini utajiri wa Yesu Kristo utakufaa. Ni mwaka huu tunapoomba, tunapoweka wakfu mikononi mwa Bwana, mwambie Bwana afungue hiyo milango, aiweke wazi hiyo riziki, akupe, kwa sababu yeye ni tajiri, yeye ni Bwana wetu. Na ninaamini ya kwamba mwaka huu utakuwa vile ulivyokuwa. Ni kweli mwaka uliopita pengine ulikaa na mateso, biashara haikuendelea vizuri, hakukuwa na mapato mengi, lakini mwaka huu mwambie Bwana, fungua huo mlango, nipe riziki hiyo, kwa sababu wewe ni tajiri. Hakuna kitu Yesu hana. Ana kila kitu. Yeye ndiye Mwokozi, yeye ndiye Bwana wa mabwana, yeye ndiye Mungu wa miungu, ana kila kitu. Tuombe na Mungu wetu anaenda kukupa. Mungu, tunakuweka mahitaji yetu mbele zako. Fungua milango isiyofungwa na mwanadamu, utupatie kulingana na utajiri wako katika utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema katika kitabu cha Hagai mlango wa 2:8, dhahabu na fedha ni zako Mungu wetu. Wewe ndiye unajua ni nini, Bwana wa majeshi, kinatufaa, Bwana wa rehema. Sasa tufungulie riziki hiyo Bwana. Fungua milango hiyo Falme, ili Baba wa mbinguni tukaingie na ujasiri na kuchukua ule utajiri, maana ni ahadi yako umetuwekea, katika jina la Yesu Kristo. Mwaka huu hatutateseka licha ya kwamba uchumi sio bora, lakini Bwana wa majeshi, wewe haufuati uchumi, haufuati majira, lakini unafuata maneno yako. Tajirisha watu wako Bwana na utajiri wa kiroho na utajiri wa fedha, katika jina la Yesu Kristo, ili Baba wa mbinguni tulitukuze jina lako, kwa sababu tunapokuwa Mfalme tumepungukiwa, Baba wa mbinguni, huwa tunaona haya, lakini Bwana ukitujazia, talisifu na kuliabudu jina lako. Pokea sifa Bwana unapotufungulia milango hiyo na hata riziki. Naamini ya kwamba Bwana wa majeshi, milango umeshayafungua, na Baba wa mbinguni hatutakosa tena. Jina lako litukuzwe, jina lako linuliwe, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Tulipokuwa tunaomba, nimekumbuka jambo moja ya wakati mwingine tunapopitia shida, hata unaona kana kwamba Mungu amekusahau. Mungu hajakusahau. Wakati mwingine ni sisi huwa tumepotoka katika zile njia. Umeonyeshwa njia ya kupita ili upate kile ambacho unahitaji, lakini unaegemea njia zingine, unafuata mawazo yako. Ni vizuri mwaka huu tusifuate mawazo yetu. Na hapa kuna siri. Ule utajiri ulio mzuri ni utajiri unaotoka kwa Mungu wetu. Wakati huu ni wakati wa kumrejea Bwana.
Watu wengi huwa wanadanganywa. Unakuta mtu anaangalia kile alicho nacho, haangalii vile Mungu alivyo na utajiri mwingi. Na hapa tunaweza kujifunza na neno kama la fungu la 10. Umepewa 1,000 na Mungu anataka tu umrudishie 100. Na inakuwa ni gumu, unaona kama hiyo 100 itaisha. Na ukikutana na rafiki hata hakuna kitu amekusaidia, unatumia 500 kwa anasa. Sasa Mungu anashindwa kwa nini alikupa. Anakupa ili uweze kujisaidia, lakini kile kidogo anahitaji hautaki. Kwa hivyo mwaka huu tubadilishe, kwa sababu kuna utajiri ule. Na unajua chochote ambacho unapata Mungu amekupa afya, amani, pumzi, uhai, ili uweze kufanya. Tuweze kumuomba Mungu tukiweza kumtumainia kama vile neno limetuambia. Jina la Bwana lisifiwe. Ombi la ushindi na mafanikio. Ombi la ushindi na mafanikio ambalo tunalipata katika kitabu cha Warumi, na ni katika kitabu cha Warumi, ni mlango wake wa 8. Ni katika kitabu cha Warumi mlango wake wa 8 37. Neno hili linasema hivi. Tunaingia katika ombi la ushindi na mafanikio. Watu wengi tumeona kana kwamba tumeachwa. Hata tumeangalia tukaona kama kuna watu walizaliwa na utajiri na mafanikio. Hata wewe unaweza omba ombi hili kwa mwaka huu, na usikose kuomba, usichoke. Na ninaamini ya kwamba Mungu anaenda kukufanyia miujiza. Utakuwa na wewe na mafanikio katika lolote unalolifanya. Neno la Bwana linasema katika kitabu cha Warumi 8:37, ambayo inasema hivi: lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliopo, wala yatakayo kuwapo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kinginecho chote kitakachoweza kututenga na upendo wa Mungu. Hakuna kitu ambacho kitatutenga. Hii ni ombi la ushindi na mafanikio. Hatutaweza kushindwa na jambo lolote, maana hili ni neno la Bwana. Hakuna kitu ya kututenga na upendo wa Bwana. Mungu ametupenda, na kwa sababu ametupenda, naye ndiye baba yetu. Kama vile na sisi tulio na watoto ambaye tunawapenda, na hawa watoto ambaye tumewapenda, huwa tunawatafutia ushindi na mafanikio. Huwa tunawalipia shule wapate elimu na hekima, ili waweze kupata mafanikio na ushindi. Tunajibidisha kuwatafutia shule zilizo bora. Tunajaribu hii na hile kingine. Kwa hivyo na sisi kama vile neno linavyosema, kama ni juu ama chini, ama ni watu kutuinukia, ama ni pepo, ama jambo lolote, hakuna jambo la kututenganisha na upendo wa Bwana. Kumaanisha ya kwamba Mungu wetu yuko tayari. Tunapomuomba atatupa ushindi, atatupa mafanikio mwaka huu. Tuweke mambo yote kwa Bwana. Tumtumainie huyu Mungu. Yeye ni baba wetu, hawezi kutuacha, hawezi kusahau na sisi. Amesema katika neno lake, iwalo lote haliwezi kututoa kwa upendo wa Mungu, haliwezi kututenganisha. Kwa hivyo tuna haki ya mafanikio, tuna haki ya ushindi. Jina la Bwana lisifiwe. Baba, tunatangaza ushindi mwaka huu. Tunashinda changamoto, tunavuka vizuizi, tunaishi kama washindi kwa njia ya Yesu Kristo. Mabonde Baba tutashuka tukiwa pamoja nawe. Bwana wa majeshi, tutashinda vita vyote. Kuinukiwa Bwana wa majeshi, kudhararishwa, hatutashindwa, tunayo mafanikio. Waliposema hatutaweza, tunakiri tutaweza. Waliposema hatutafika, tunakiri tutafika na kupita. Waliosema hatutasimama, tunasimama imara na ushindi na mafanikio. Hatutaomba Bwana wa majeshi, watoto wetu hawataomba, hawatachekelewa, kwa sababu ni neno lako Mungu wetu. Sifa zote na shukrani ni zako. Mwaka huu Bwana wa majeshi twatangaza ushindi katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba pia kuamini. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Tunapoenda karibu kumalizia,
Ombi letu lingine ni ombi la kuzaa matunda. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana, jambo la kumfurahisha Mungu ni kuzaa mazao mengi, nayo mazao ya dumu. Yesu akasema yeye ndiye mzabibu, Baba ni mkulima, nazi ni matawi. Na tawi lolote lisilozaa hukatwa na kuondolewa. Lakini nataka tutangaze mwaka huu ni mwaka wa kumzalia Mungu mazao katika kazi na katika huduma, katika jina la Yesu Kristo. Tuongozwe na Zaburi 1, katika kitabu cha Zaburi 1, ambayo ni Zaburi, kitabu ambacho liandikwa na mtumishi wa Bwana Daudi, ambayo inasema mlango wa kwanza aya ya 3. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Mwaka huu nataka tuweze kutangaza tutamzalia Mungu mazao, na mazao sisi hatutanyauka nyakati zote, majira yote, hata kama mambo yatakuwa namna gani. Biblia inasema vizuri, atakuwa kama mti uliopandwa kando ya mto. Ndugu na dada, kubali mwaka huu, ambia Mungu akupande kando ya mto wa mbinguni, mto wa baraka za mbinguni. Ni wakati wa kumuomba Bwana, ambaye vijito vya maji utakuwa ukinyunyiziwa pale, hautanyauka, hautakosa mazao nyakati zote. Majira ya mazao utazaa mazao yalinganayo na kutubu. Kwa hivyo ni mwaka wa kumzalia pia Mungu mazao. Ni ombi la kumwambia Mungu, tunatamani atufanye tuzae matunda katika kila kazi njema. Bwana wa mabwana, tufanye tuzae matunda katika kazi njema. Mwaka huu usiwe bure, bali uwe na ushindi mwingi. Tukuzalie mazao mfalme, nayo mazao ya dumu. Tukuzalie mazao ya kinywa chetu, tukuzalie mazao ya maabudu, tukuzalie mazao ya sifa. Tusimame na kazi zako Bwana, tusimame tuoineze injili. Bwana ukubali mfalme, tuzae mazao mengi. Usikubali mfalme tuwe tasa katika mwaka huu, lakini tukuzalie mazao mengi, mazao yatakayo litukuza jina lako. Kuanzia sasa Bwana wa rehema, Mungu wetu, tuangazie neema yako katika jina la Yesu Kristo. Tushindanie kwa yule muovu anayeleta vikwazo Bwana, ili tukose kuzaa. Bwana wa majeshi mfalme, utupande Bwana wa rehema kwa chemichemi, ili tukuzalie mazao katika jina la Yesu Kristo. Naomba na hata kuamini. Amen. Naamini ya kwamba mwaka huu tutamzalia Mungu mazao, na ninaamini ya kwamba haitakuwa bure kama vile pengine watu wengine huwa hawana mazao ya kukumbuka. Tunapomalizia mwaka huu, kila mtu atakuwa na ushuhuda ya kazi ambayo amemfanyia Mungu katika shamba la Mungu, kuwaleta watu kwenye zizi la Bwana, kuwafanya watu wamjue Mungu, kusimama na kazi na huduma, kusimama na wahitaji, kusimama na wale ambao ni maskini, kusimama na wajane na mayatima, kwa sababu hiyo ndiyo kazi. Kumbuka neno la Bwana linasema katika kitabu cha Wakorintho, sisi ni kazi, sisi ni shamba la Bwana, sisi ni mjengo wa Bwana, tuweze kumtumikia. Jina la Bwana lisifiwe. Na hapa tunatamko fupi. Mwaka huu, sema tu, mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Tutatembea katika mapenzi yake, tutatembea na nguvu za Bwana, tutatembea na neema zake. Tutamaliza mwaka huu kwa ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Naomba na hata kuamini. Asante kwa sababu ya ombi hilo. Endelea kuomba maombi haya kila siku, kwa sababu ni maombi ya kuweka mwaka wakfu, na tukitanguliza maombi haya tunapoendelea, bila shaka tutafanikiwa kwa kila jambo, na Mungu wetu atakuwa pamoja nasi, hata tuacha, na tutakuwa washindi na zaidi ya washindi.